kutupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho, wa hila ya watu, kwa ujanja, tukisifuata njia za udanganyifu. Nataka uangalie turudi 14 tu ndio nataka tuangazie ya kwamba tusiwe watoto wachanga na tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila hila na kila upepo wa mafundisho. Na ni kwa hila ya watu, si mafundisho ya kweli, bali ni kwa hila ya watu na ni kwa ujanja wao. Leo ninapoleta hili somo la mafundisho ambayo ni mafundisho ya uongo, kuna kitu ningetaka kuambia wapendwa. Adui kubwa ya kanisa wa Kristo, sijui wewe unasema ni nani? Najua watu wengi wanasema adui kubwa la kanisa ni shetani, lakini adui kubwa wa kanisa sio shetani. Sinasikia watu wakisema shindwa ni kumwambia shetani aondoke. Unaweza kumfukusha shetani na aondoke, lakini kuna kitu ambacho ndio adui kubwa la kanisa la Kristo, na ni mafundisho ya uongo. Shetani anaweza kukuja na kujaribu kukuadhibu kwa muda, lakini anaweza kushindwa, na ameshindwa. Na jana tukasema shetani ameshindwa. Lakini ukiingiliwa na mafundisho ya uongo, hiyo ndio kupotea milele na milele. Wanawaambia watu katika historia ya kanisa, shetani ametumia mbinu nyingi kumaliza kanisa la Kristo. Kuna wakati baada ya wakati wa mitume, kipindi cha mitume tunasema ya kwamba ilianza wakati Roho Mtakatifu alishuka na kikafikia wakati Yohana yule ambaye ameandika Biblia akakufa, na tunakisia ya kwamba huwa ni mwaka wa 100 AD. Hiyo kipindi shetani alijaribu kupigana na kanisa kiasi, lakini hakuweza. Lakini kanisa likaingia kipindi cha miaka 200 kutoka mwaka wa 100 AD mpaka mwaka wa 213 AD. Kipindi hicho katika kanisa tunaita the persecuted church, kanisa ambalo alimesumbuliwa. Kanisa liliteswa, viongozi wa kanisa wakauawa, mambo mabaya yakafanywa kwa kanisa, makanisa yakachomwa na mambo mabaya sana. Lakini hakuna wakati kanisa lilipanduka na kuendelea kama wakati huo. Shetani alifikiria kwamba na kutesa kanisa kuna kitu ataweza kufanya kanisa, lakini hakufaulu kama. Kanisa likaendelea. Lakini kutoka mwaka wa 313 kanisa likaingia kipindi ambacho tunakiita Imperial Church, na ni wakati ambao Ukristo ulichanganywa na mafundisho ya uongo. Karibu kanisa liharibiwe, wapendwa, kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Kwa hivyo kama kuna kitu tunastahili kulinda na kuchunga, ni mafundisho ya uongo kwetu sisi wenyewe na hata kwa kanisa la Kristo. Na ndio maana Paulo anawaonya viongozi wa kanisa la Efeso, akiwaambia ya kwamba nikitoka hapa najua ya kwamba kuna walimu wa uongo wataingia. Hata kiasi Paulo anawaita mbwa mwitu, kwa sababu alijua kupitia wao kanisa litaharibiwa. Akawaambia ya kwamba jituseni nyinyi na kutusa kanisa. Wanatuswa kutoka kwa wapi? Wanatuswa kutoka na mafundisho mabaya. Na ndio maana Paulo anawaonya wapendwa tena wa hii kanisa ya kwamba msiwe watoto, kama vile tumehubiriwa na mpendwa wetu, ndugu wetu Pastor Ogutu, ya kwamba tusiwe watoto katika mambo ya kiroho, kwa sababu watu wakiwa watoto wanapeperushwa na kila upepo wa mafundisho mabaya. Tujiangalie, na kama kuna kitu ambacho kimekidhiri katika siku zetu ni mafundisho ya uongo, na usikubali, kwa sababu ukikubali mafundisho ya uongo ukiingia wewe umepotea, na si kupotea leo, ni kupotea milele na milele. Na ndio maana tunastahili kuangalia leo. Tungetaka kuangalia ni nini hiki tunaita, lakini hatuwezi kujua mafundisho ni ya uongo kabla hatujaangalia
threshold au parameters ya mafundisho ya kweli. Ni nini tunaangalia nacho kama mafundisho ya kweli? Wacha nikuletee what is entailed in sound doctrine or sound teaching, kabla sijaleta ile ambayo ni mafundisho ya uongo. Kile ambacho unapima kama mafundisho ya uongo, unatumia njia hizi. Jambo la kwanza is that the man was created by the supreme God, ya kwamba mtu aliumbwa na yule Mungu ambaye ni mkuu na mtakatifu. Mafundisho mengine ya kufundishwa ya kwamba mtu alitoka pahali pengine sio mafundisho ya kweli. Mafundisho ya kweli ni kwamba mtu aliumbwa na nani? Mtu aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Tuko na dunia ambaye hata tumefundishwa mafilosofia na mahistoria ambayo ni ya uongo, ya kwamba sisi tulitokana na minyama, ya kwamba our grandparents ni nyani, chimpanzee. Ukiniangalia mimi nakaa kama chimpanzee. Ukiniangalia hivyo mimi kweli. Na hao watu wanatudanganya, tunashindwa. Mbona hatubadiliki tuwe kitu kingine? Ati tulianza kutoka kwa very minute things like bacteria. Tunaenda tukiifofu tukawa nyani. Sasa muka wetu, our grandfathers wale ambao ni wagai. Mwambie mwenzako hakuna ujinga kama huo. Mbona hatujabadilika nyakati zetu, au tuone mmoja wetu amebadilika? Anything that is teaching that man was not created by God, that is false. Enda katika Genesis chapter 2, uone mtu aliumbwa na Mungu, hata Mungu akatengeneza matope, akafanya kazi ili atuumbe. Kwa hivyo hiyo ingine yote ni ya uongo. Number 2, man fell in sin and became a sinner. And from there the consequence was spiritual death. Ya kwamba mtu alipoumbwa na Mungu alianguka kwenye dhambi na akawa mwenye dhambi. Mtu asiyekuambia ya kwamba kuna mtu ambaye kama hajampokea Yesu Kristo yeye ni mtakatifu. Kila mmoja, wakati babu wetu Adamu na Eva mama yetu walipofanya dhambi ikaingia katika uzao wa binadamu. Mtu mwingine akihubiri hakuna dhambi, hiyo ni uongo. Kwa sababu wazazi wetu wa mwanzo walipoingia na wakaanguka dhambini, uzao wote wake ukapata dhambi. Na kutokana na jambo hilo ikawa ya kwamba kila mmoja ambaye anazaliwa, hata yule anazaliwa leo katika maternity hii iko karibu, ni mwenye dhambi. Ya kwa sababu sisi hatukufanyika wenye dhambi kwa kutenda dhambi, tulifanyika wenye dhambi kwa kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Na mtu asikuambie lingine, sisi sote, hata sisi tuko hapa, tulizaliwa tukiwa wenye dhambi. Uzuri ni kwamba sisi tumeokolewa, lakini mtu mwingine yeyote awe anafanya mambo mazuri, awe hajafanya mazuri, yeye ni mwenye dhambi. Na jambo la 3 ambao inaonyesha mafundisho ya kweli, the only way to salvation is through Jesus Christ. Kama mtu alianguka kwenye dhambi na uzao wake ukawa ni wa dhambi, the only way, na hapo ningetaka uandike, the only way to salvation is through Jesus. Hakuna njia nyingine binadamu anaweza kufika kwa Mungu. Sio kwa religion, sio kwa kutenda matendo mazuri, ni kupitia Yesu Kristo. Na wakati ninafundisha hii, watu wengine wananiuliza, wewe mchungaji, unataka kutuambia Waislamu na Biblia hii they are 1.4 wataenda hell kama hawataokoka? Hakuna njia nyingine. Njia ni moja na njia ni yetu. Unataka kutuambia Wahindi na ni bilioni 1 dunia hii ya kwamba wote watapotea kama hawatapitia kwa Yesu? Because the only way to salvation is through. Na ndio maana nitakwambia tuende missions. Maana Wahindi tusipoenda kuwahubiria wataenda jehanamu. Tusipoenda kuhubiria Waislamu wataenda wapi?
because the only way is through Jesus. Hakuna njia nyingine. Na ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana 14 pale 6 anasema I am the way, the life and truth. Hakuna njia nyingine. Mungu asilete kitu kingine ya kwamba kuna njia nyingine, na hata ametuletea. Mnafanya vizuri, you are resonating well with what you are teaching. Yesu akamwambia mimi ndiye njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya. So that is the only way, and that is why we have a responsibility ya kwenda dunia yote tukiwaambia Yesu, kwa sababu Yesu ndiye njia. Na jambo la 5, the way to salvation is by believing Christ and confession that Christ is the Lord. Na njia ya wokovu sio kwa njia nyingine, ni kuamini Kristo na kukiri na midomo yetu tunaokolewa. Na najua hivyo ndivyo imeandikika katika kitabu cha Warumi 10:9 ya kwamba njia ya kuokoka si madhabihu yote utafanyiwa, si nini, ni kuamini. Hebu mwambie mwenzako ni kuamini na kukiri. Na hapa ndipo inasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuwe ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Hiyo ndio njia ya kuokoka. Mtu asikwambie nyingine. Wokovu haupeani na binadamu. Hata mimi na mchungaji na tukiwa na wachungaji hapa, sisi sio tunapeana wokovu. Hata nilisikia mchungaji mwingine akisema ati atafuta watu kutoka kitabu cha uzima. Wacha niseme hiyo ni ujinga mwingine. Kuokoka si mtu anaandika watu vitabu. Kuokoka ni kuamini na kukiri. Wewe Bwana sifiwe sana. Very simple. Watu wasikuletee ati lazima ufanye hivi, lazima uende hivi, lazima ufanye hivi. Kuokoka ni kukiri na kuamini. Na jambo la 5, the Holy Spirit is our helper and counselor in matters of salvation. Wakati tumeokoka, Roho Mtakatifu anakuwa msaidizi wetu na anakuwa yeye ndiye mshauri wetu, na ni kwamba katika mambo ya wokovu hakuna msaidizi mwingine isipokuwa Roho Mtakatifu. Huyo ndiye Roho ambaye aliingia ndani yetu tulipookoka, na huyo ndio Roho ambaye anatujaza ili tuweze kukamilika katika wokovu wa Bwana Yesu. Kwa hivyo hakuna njia nyingine, yule ambaye anatusaidia. Na ndio maana hata kama hujajazwa na Roho Mtakatifu, na najua tuna masomo hayo, kubali kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu yule atakusaidia katika barabara ya wokovu, katika mambo ya wokovu. Yule atakaye kushauri na kufanya neno la Mungu liweze kupambanuka vizuri katika maisha yako ni Roho Mtakatifu. Na lile lingine la mwisho ya threshold, zile ambazo unaangalia kama mafundisho ya kweli, ni ya kwamba the destiny of believers is heaven, while the destiny of sinners is the lake of hell or the lake of fire. Ya kwamba mwisho mtakatifu akiondoka dunia hii ataishi mbinguni milele, naye mwenye dhambi yote, the destiny of the sinner ni moto wa milele. Najua kuna watu wanaleta mafundisho ya kwamba hakuna hell, ati mtu kile atafanya ni kuwa snapped out, anakuwa kama hii tunaita moshi. Hakuna kitu kama hiyo. Mtakatifu, panga kwenda mbinguni kwa sababu utafika. Ulimkubali Yesu na ndiye njia ya mbinguni. Mwenye dhambi, panga ya kwamba eternity yako utakaa wapi? Hapo watu hawataki kusikia, lakini wacha mtu himizi. The destiny of righteous is heaven, and the destiny of sinners is. Kiangalia Revelation 20 utaiona hapo imeandikika vizuri. So tunapopima mafundisho ya ukweli au ya uongo, tunapima
na hiyo paramita ya kwamba mambo hayo 7 kama umeangalia, ya kwamba mtu aliumbwa na Mungu, mtu akaanguka dhambini, Yesu Kristo ndiye njia ya pekee kwa Mungu, wokovu ni kupitia neema ya Mungu. Tumesema hiyo that salvation is through the grace by the